Naomba pia nizungumze na vijana wetu wanaojitafutia kipato kupitia biashara ndogo ndogo. Na sasa hivi huko nyuma tulikuwa tunajua wamachinga. Kumbe kuna neno jipya limejitokeza la mawinga. Na nilikuwa nazungumza na waziri hapa, mawinga ni kina nani? Akaniambia ni wale ambao wanafanya survey ndani ya Kariakoo. Bidhaa fulani hazipo ndani ya soko, wanakwenda kuzichukua ziliko na wanaletea wafanyabiashara ndani ya soko. Au wanaangalia huko nje bidhaa gani hazipo lakini Kariakoo zipo kwa wingi, wanachukua Kariakoo wanapeleka kwenye maeneo mengine. Sasa niseme ninatambua juhudi zenu za kujitafutia kipato, na ndio maana kipaumbele cha serikali ni kurasimisha biashara ndogo ndogo hasa za vijana. Waziri wa vijana yuko hapa. Kurasimisha biashara zenu kama ambavyo imeainishwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi ya mwaka 2025. Na hapa nataka nisisitize tena agizo langu kwa halmashauri la kuweka miundombinu rafiki ya kufanya biashara kwa vijana hawa popote ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo halmashauri zilizopo ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, nimeambiwa wakuu wa wilaya na madedi wako hapa, kwa hiyo nendeni mkahakikishe. Na waziri mkuu ameagiza ile 10% inayotoka kwa vijana wanawake iongezwe iwe 15, ili ile 5 iende ikawajengee miundombinu ya kufanyia biashara vijana wetu. Ndugu zangu wananchi, soko hili jipya la Kariakoo haliwezi kuendeshwa kwa mfumo wa kizamani. Linahitaji mageuzi ya kiutawala, mtazamo na usimamizi unaozingatia huduma bora, nidhamu na ufanisi. Hivyo naielekeza ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kulisimamia hilo kwa ufanisi mkubwa sana. Na kabla sijahitimisha hotuba yangu, nipende kusisitiza tena kwa miundombinu hii imejengwa kwa gharama kubwa. Mmesikia hapa bilioni 28 kuelekea 29, na zimetokana na kodi zetu wananchi. Hivyo ni wajibu wetu kwa pamoja kulilinda, kulitunza na kulitumia kwa tija soko hili, ili liendelee kuwahudumia wafanyabiashara wa leo na wa kesho, wa ndani na wa nje ya nchi. Kwa niombe wafanyabiashara mtakaopata fursa ya kutumia soko hili, kila mmoja awe mlinzi wa mwenziwe. Tukiharibu soko hili, tunachoma fedha zetu tulizozichuma kwa jasho na tukajenga miundombinu hii, lakini tunarudisha nyuma nchi yetu. Sababu kuharibu manake nchi itafute fedha nyingine tujenge tena ili wengine wafaidike. Kwa niombe sana kila mmoja awe mlinzi wa mwenziwe katika utumiaji wa soko hili. Ni jukumu la kila mmoja wetu kulinda mali za umma na kudumisha amani popote alipo. Hivyo ni matumaini yangu kwamba soko hili litakuwa mfano wa masoko ya kisasa barani Afrika na kitovu cha ustawi wa wananchi kiuchumi. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, na heshima sasa kutamka kwamba soko kuu jipya la Kariakoo limefunguliwa rasmi. Asante, tukae. Ninapomalizia kabisa, nataka niwashukuru wafanya biashara wa soko la Kariakoo, hasa wanawake, kwa zawadi walionipa na maneno yaliyoko mle. Nawashukuru sana. Nataka niwaambie maneno yale yamenipa nguvu na yamenitia moyo kuendelea kufanya kazi kuijenga nchi hii. Lakini pia niwashukuru wote mliokuja leo hapa
katika ufunguzi wa soko hili la Kariakoo. Wote, wananchi, wasanii, TOTI, polisi, walinzi, wote tuliofanya kazi hii leo. Na mwisho kabisa niseme Mungu ibariki Tanzania, na asanteni sana sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana.